Habari, nawashukuru sana kwa kuweza kuja na kuweza kutoa taarifa zangu, maana wananchi hawezi kupata taarifa yote bila wanahabari. Kwa hiyo natoa shukrani kwenu, lakini kwa majina naitwa Bwana Saleh Mabhut bin Huel, diwani wa kata ya Maroro, jimbo la Mikumi, wilayani Kilosa kupitia chama cha Chauma. Katika siku zangu karibia 100 na kitu hivi, nashukuru Mwenyezi Mungu kuna mafanikio ambayo tumeyapata na kuna yale ambayo changamoto ambayo nategemea kusaidiwa na wenzangu, viongozi wenzangu zaidi ili kuweza kuyatatua kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Nikianza na mafanikio makubwa ambayo nimeyapata, nashukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mkurugenzi na waheshimiwa madiwani wenzangu wameweza kunidhinishia pesa za kituo cha zahanati Mgogozi milioni 50 na milioni 70 kwa sababu ya kujenga chumba cha kuhifadhia maiti ambayo tunaweza kusema ni mortuary. Hayo ni mafanikio. Lakini yale ambayo nahitaji kusaidiwa na hao viongozi wote ni katika mambo yafuatayo. La kwanza, kijiografia kijiji chetu cha Maroro B ni kikubwa sana. Kuanzia mwanzo wa kijiji hadi ufike mwisho wa kijiji kuna kilomita zaidi ya 60. Kwa hiyo unakuta kuna sehemu ambayo ilitakiwa kuwe kuna kijiji kabisa. Kwa hiyo mpango wangu kuna eneo ambalo nimeanza kuliombea na kulitafakari na idadi ya watu imekubalika, ni kwamba kuwe kuna kijiji cha Rua Darajani. Hilo la kwanza kwa upande wa kuomba kijiji ambao nategemea kusaidiwa na wenzangu. Upande wa maji kuna maeneo ambayo maji hayajafika na yapo jirani. Nategemea wenzangu watakapoamua kunisaidia tukiwa kwa pamoja tunaweza kufanikisha hilo. Sehemu ya msituni hakuna maji kabisa na maji yako karibu kilomita 1 tu kutoka pale. Tukija upande wa umeme kuna vitongoji kama 3 havina umeme, lakini vyote havizidi kilomita 1 kufikiwa na umeme. Kwa hiyo nategemea hawa viongozi wenzangu waweze kunisaidia tuweze kufanikisha hilo jambo ili wananchi waone kwamba kweli tunafanya kazi ya kuwasaidia wananchi wetu. Kwa upande wa mazingira tuna mto wa umwagiliaji ambao mara nyingi unachafuliwa huko juu. Kuna watu wanaochimba madini na inasemekana kuna mifugo. Kwa hiyo kipaumbele changu cha kwanza kabisa ambacho nikiongozana na viongozi wenzangu wakinisaidia twende tukafuatilie kwa nini uchafuzi huo wa maji unaendelea. Lakini changamoto nyingine ni kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hatuitendei haki kwa mambo yafuatayo. Serikali ya Tanzania inatoa msaada kwa wanafunzi, ruzuku hata kama kidogo, capitation, lakini shule nyingi hazisomi zile capitation kwenye halmashauri za vijiji au kwenye kamati za wazazi. Kwa hiyo wananchi wanapoona wanachangishwa wakati hawatajui kwamba serikali imeleta kiwango fulani, inajengewa chuki kwamba serikali haifanyi lolote. Mimi hilo nitaenda kulisimamia kwa nguvu zote kuhakikisha kila senti tano ya serikali inayofika katika eneo langu linajulikana na mwananchi wa aina yoyote. Katika vijiji vyetu kuna mapato na matumizi. Nitaenda kusimamia kujua mapato na matumizi yanasoma kwa na nawasaidia nini wananchi. Kwa upande wa migogoro ya wakulima na wafugaji, nimeunda kamati ya wakulima na wafugaji. Kuna wakulima 5 nimeunda na kuna wafugaji 5. Wao watafuatilia migogoro yote inayotokana na matatizo ya mgogoro ya wakulima na wafugaji. Ni wakati huo katika eneo letu tumevamiwa na tembo ambao wamekuwa sasa wasumbufu kiasi kwamba wanaharibu mashamba ya watu. Kuna watu wanakuwa na madeni, kuna watu wanashindwa kusomesha. Hili naomba sana serikali itusaidie, tembo wamezidi sana katika eneo letu. Kwa haya machache nawashukuru sana, asanteni sana. Naomba ujumbe huu viongozi wangu wa serikali wajue chaguzi zimeisha, sasa hivi tupo katika kutenda kazi za watu, na mimi nitashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunasukuma gurudumu la kuwatetea wananchi wetu. Asanteni sana.